Pasaka ni nini? Si rahisi kuongelea Pasaka kama hatutaweza kuongelea historia ya Pasaka. Pasaka iliadhimishwa kwa mara ya kwanza ndani ya taifa la Misri. Wana wa Israeli wakiwa utumwani kwa muda wa miaka 430, ilifanyika Pasaka ndani ya taifa la Misri. Baadaye ikafanyika kumbukumbu nje ya taifa la Misri. Tuangalie hii Pasaka iliyofanyika ndani ya taifa la Misri. Pasaka iliyofanyika ndani ya taifa la Misri inaanzia katika kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 11. Mungu anamwambia Musa, kuna pigo moja bado sijalifanya kwa ajili ya taifa la Misri. Akasema, ninaenda kuua wazaliwa wa kwanza wote, kuanzia ndani ya nyumba mpaka kwenye mifugo. Anasema nitaenda kuwaua, na nitakapokwenda kuwaua usiku huo ndipo mtakapotoka Misri mwanze safari ya kwenda katika nchi ile ya ahadi. Lakini ukisoma Kutoka 12 mstari ule wa kwanza kuendelea, Mungu anamweleza Musa jinsi gani watakavyofanya hiyo Pasaka ili waweze kutoka. Anasema jambo la kwanza, anasema mwezi huu utakuwa ni mwanzo wa miezi kwenu. Anasema ndani ya siku 7 mtakula mikate ambayo haijachachwa. Akasema tena ndani ya siku ya 7 nyingine mtakula mikate pia isiyochachwa. Katika ndani ya siku hizi 14, siku ya 10 mtamchukua mwana kondoo au mwana mbuzi wa mwaka mmoja ambaye hajavunjika mahali popote, hana doa lolote. Mtamweka hata siku ile ya 14. Itakapofika siku ya 14 wakati wa jioni mtamchinja. Mtakapomchinja, damu yake mtaiweka katika bakuli, kisha mtachukua jani la hisopu, mtapaka damu hiyo ya mwanakondoo mwanambuzi kwenye miimo ya nyumba zenu, ili yule muuaji atakapokuja wakati wa usiku akikuta hiyo damu asiue. Akaendelea mbele akasema, nyama hiyo mtatoa uchafu ndani ya matumbo, mtampika mtambanika katika moto. Msimpike jikoni wala sitokotwe, bali mtambanika katika moto. Mtamla hata atakapobaki, mtamteketeza siku ya asubuhi. Watakaoshiriki katika ibada ya chakula hii ni wale wote walioko ndani ya nyumba yako, wageni wote watakula. Na mtavaa mavazi yafuatayo. Akisema mtafunga kamba mavazi yenu kiunoni, mtashika fimbo, ishara utayari, pamoja na viatu. Yale yote atakayobaki mtateketeza wakati wa asubuhi. Mtakula mboga gani? Anasema mtakula mboga yenye uchungu. Anaongea katika kitabu kile cha Kutoka sura 12 na ule mstari wa 14. Anasema hii itakuwa amri yenu ya milele, mtafanya hivi vizazi hata vizazi. Biblia inasema usiku wa 8 malaika akapita, malaika wa kifo, akapiga taifa lote la Misri, lakini nyumba ambazo zilikuwa zina damu ya yule mwanakondoo, hizo nyumba hazikupigwa. Biblia inasema ulikopo ni kilio usiku kucha. Mungu Farao akamwita Musa, akamwambia, naomba muondoke nyinyi na wana wa Israeli katika nchi hii, chukueni mali zote mtakazotaka muondoke. Biblia inasema Farao na jeshi lake wakawafukuza wana wa Israeli ili watoke ndani ya taifa la Misri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisoma kitabu cha Hesabu sura 9 mstari wa kwanza, kwa mara ya kwanza unaona wana wa Israeli wanasherekea Pasaka hiyo nje katika ule mlima Sinai. Mungu anawaeleza, anawaambia, leo kumbukeni Pasaka, mtanifanyia Pasaka, na siku hii ya leo itakuwa mwezi wa kwanza kwenu, nataka mnifanyie Pasaka. Akawaeleza jinsi ya kufanya Pasaka. Sasa neno Pasaka limetokana na neno la Kiebrania au maana yake kuvuka, maana yake kuvuka juu au kupaa juu au kuskip, lakini neno hilo hilo unalikuta katika lugha ya Kiingereza linaitwa Passover, maana yake kuvuka juu au kupita juu. Kwa hiyo ilikuwa ni ibada au ilikuwa ni tendo ambalo lilikuwa linafanyika ili ule malaika atakayekuja apite juu ya nyumba ambazo zilikuwa zimepakwa damu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoongelea Pasaka tunakumbuka jinsi gani wana wa Israeli Mungu alivyowatoa katika ile nchi ya Misri. Sasa waliwezaje kusherekea? Walipotoka katika nchi ya Misri walikuwa wana utaratibu wa kusherekea mpaka pale walipochukuliwa tena kwenda uhamishoni katika nchi za Uamedi na Uajemi
Kwenda kule hamna mahali popote wanapoonyesha kwamba walifanya ibada za Pasaka au walikumbuka Pasaka. Labda kama walifanya kwa siri, lakini tunaona walipotoka uhamishoni, kundi la kwanza, Zerubabel akilijenga tena hekalu lililobomolewa. Baada ya Zerubabel kulijenga, tunaona akina Ezra amerudi, naye Ezra anawakumbusha wana wa Israeli kwa habari ya matendo aliyopaswa kufanya. Ezra alisoma Torati ya Musa. Alivyosoma Torati ya Musa, tunaona wana wa Israeli wakiungama dhambi zao, wakilia, wakiahidi hata kuachana na yale mambo maovu ambayo walikuwa wakiyafanya. Kusoma kitabu cha Ezra sura ya 10. Na Ezra alishiriki pia kwa ajili ya kuandaa utaratibu mpya. Tunamwona kuhani akiandaliwa, anaitwa Joshua. Baada ya hapo, tunaona baraza la Kiyahudi linalosimamia taratibu za Torati na mila na desturi za Kiyahudi likiundwa. Yesu alipozaliwa, alizaliwa akilikuta ili baraza. Hata Wayunani walivyoitawala Israeli walilikuta ili baraza. Hata Warumi walivyotawala Israeli wakakuta kuna baraza ambalo linasimamia hizi taratibu. Tunamuona kuhani Zakaria katika kitabu cha Luka akiwa katika zamu ya ibada. Tunaona malaika akiongea naye kwa habari za kuzaliwa Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo unaona kwa ujumla ya kwamba hizi taratibu ziliendelea baada ya Wanaisraeli kutoka uhamishoni. Ulikuwa ni ukumbusho wa wao jinsi gani Mungu aliwatoa katika nchi. Sasa kwa nini tumeacha tamaduni za Kiyahudi, tunaingia tamaduni ya kumfuata Kristo Yesu? Neno la Mungu linaongea wazi katika kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari ule wa Biblia inasema ya kwamba Yohana alimuona Yesu. Roho Mtakatifu akamwambia, huyu ndiye mwana kondoo aibebaye dhambi ya ulimwengu. Akaendelea mbele akasema, Mungu alimfanya amshuhudiwe juu ya taifa la Israeli. Anasema, mimi nimemtangulia, lakini yeye alinitangulia na alikuwepo kabla yangu mimi. Anaendelea pale chini anasema, kisha nikaona ua akishuka juu yangu, akiniambia, nipendezwaye naye, huyu yeye atabatiza watu kwa Roho Mtakatifu, lakini mimi ninawabatiza kwa maji. Haya yalikuwa ni maneno ya Yohana Mbatizaji katika kitabu cha Yohana sura ya 1. Yohana alimshuhudia Yesu kwamba yeye ndiye mwana kondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kusoma kitabu kile cha Luka sura ya 22 ukianza mstari wa 1, Biblia inasema, wanafunzi wakamuuliza Yesu, utakula wapi Pasaka? Wakamwandalia eneo la kula Pasaka. Biblia inasema ilikuwa kipindi cha maandalio ya Pasaka. Yesu akaingia ndani, akachukua mkate, akaumega, akasema, huu ni mwili wangu, mtakula kama ukumbusho wangu. Akachukua, sema, ni damu yangu, mfanye hivi kama ukumbusho wangu. Hii ni damu yangu ya ondoleo la dhambi. Kwa nini tunasherekea Pasaka siku ambayo Wayahudi nao wanasherekea Pasaka? Pasaka ilikuwa ni mwanzo wa mwaka. Siku ya 10 utamchukua mwana kondoo, siku ya 14 utamchinja. Siku hiyo hiyo ya 14 ambayo Wayahudi walikuwa wanasherekea kuchinja mwana kondoo, ndio siku hiyo hiyo waliomkamata Yesu na kumsulubisha Yesu pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati Wayahudi wanasherekea Pasaka siku ya 14 ya kuanza mwaka, sisi pia tunakumbuka kuteswa kwa Yesu, kufa na Yesu siku hiyo ya 14. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Wayahudi wanakula mikate isiyochachwa ndani ya siku 7, sisi pia tunashiriki meza ya Bwana. Wakati Wayahudi wanakumbuka kutoka utumwani, sisi pia tunakumbuka wokovu wa Yesu, ondoleo la dhambi. Wakati Wayahudi wanakumbuka ile damu ya mwana kondoo ilipakwa katika nyumba zao ili yule muuaji atakapokuja apite juu ya nyumba zao, na sisi pia tunakumbuka Yesu alimwaga damu yake msalabani ili tuokolewe, ili tukombolewe. Anaongea Wakorintho wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 7, anasema Yesu ndiye Pasaka wetu. Kristo Yesu ndiye Pasaka yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna Pasaka ya Kiyahudi, hakuna Pasaka ya Kikristo. Pasaka ni moja tu ya Yesu Kristo ambaye ni ondoleo la dhambi. Niwatakie Pasaka njema, nikutakie siku njema ya Pasaka. Shalom, shalom.